Naam, kwa leo tunazungumza kuhusiana na masuala mazima ya ukamataji wa mtuhumiwa au watuhumiwa. Tunapenda zaidi tufahamu taratibu nzima ambazo zinazingatiwa, lakini pia kwa mtu ambaye anaenda kukamatwa pia tutakuja kufahamu hapo kwa mtu anaenda kukamatwa, lakini pia kwa mkamataji mwenyewe anapoenda kukamata basi anatakiwa awe na vitu gani. Karibuni sana mtupitishe hapo tukianza kwenye swala zima masuala haya ya ukamataji wa mtuhumiwa huwa yako vipi? Asante. Kumkamata mtuhumiwa tunasema maana yake ni kwamba askari au mtu yoyote anamweka mtu chini ya ulinzi baada ya kupata hisia ama kufahamishwa kwamba huyo mtu ametenda kosa, au pia anaweza akawa amemuona wakati anatenda lile kosa. Kwa hiyo ni kitendo cha kumweka mtu ambaye anadhaniwa kwamba ni mtuhumiwa chini ya ulinzi. Sasa kuna ukamataji wa aina mbili. Kuna ukamataji ambapo unakuwa na hati ya kukamata, lakini pia kuna ukamataji bila kuwa na hati ya kukamata. Kwa Kiingereza tunasema arrest of warrant au without arrest of warrant. Na hii ni kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 marejeo ya mwaka 2022. Sasa ni vitu gani ambavyo mtu sasa ama askari vinaweza vikamfanya akamkamata huyu mtu pasipokuwa na warrant? Kitu cha kwanza ni kama mtu amefanya kosa hilo amefanya kosa ambalo ni la kijinai mbele ya askari. Kwa hiyo askari anaweza kumkamata pasipokuwa na warrant au mtu yoyote yule. Maana kwenye kukamata kuna watu aina mbalimbali tutaona baadaye. Lakini mara nyingi tunajua askari ndo ana uwezo wa kumkamata mtu. Kwa hiyo askari anaweza kumkamata mtu pasipokuwa na warrant au tunasema hati ya kukamatia kama mtu huyu ametenda hilo kosa mbele yake. Yaani analishuhudia wakati analifanya, kwa anaweza kumkamata. Lakini pia mtu ambaye amekutwa tu usiku anazurura pasipokuwa na sababu ya msingi au amebeba silaha ambayo inaonyesha kwamba hii silaha ni hatari bila kuwa na kibali, au ni tunasema silaha ambazo zinatumika kufanyia uhalifu, labda kuvunjia nyumba, kwa askari anaweza kumkamata huyu mtu. Lakini pia anaweza kumkamata mtu ambaye anaamini kuna hati ya ukamataji ilishatolewa. Kwa muda huo hana hiyo hati, lakini anawezekana alishapata kwamba kuna hati ya kukamatia ilitolewa kwamba mtu fulani anatafutwa. Kwa hiyo akikutana naye anaweza kumkamata. Na anaweza pia kukamatwa mtu ambaye amefanya kosa nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kwa mujibu wa sheria zetu kosa alilolifanya ni kosa pia. Lakini pia kunakuwa na hati imetolewa na hiyo sehemu ambapo ametenda kosa hilo, na kwa mujibu wa sheria kubadilishana wafungwa ama watuhumiwa, yule mtu anapaswa akamatwe. Kwa hiyo askari anaweza kufanya nini? Kumkamata. Lakini pia mtu yote ambaye anamzuia askari katika kutekeleza majukumu yake anaweza akakamatwa pasipokuwa na warrant na kuwekwa chini ya ulinzi. Kwa hiyo ni mojawapo ya vitu ambavyo mtu anaweza kufanya nini? Kufanya akakamatwa. Kuna moja hapo ambao umeitaja kuhusiana na mtu ambavyo anaweza akakamatwa bila warrant ya ukamataji. Swala zima la mtu labda anayezurura. Mara nyingi kwa maeneo sijajua huko kwa maana biashara za huko sometimes watu wanafunga labda saa 3 saa 4 sio, lakini kuna maeneo ambayo watu wanapilika kuanzia asubuhi mpaka asubuhi, kwamba biashara zingine zinafungwa saa 7 saa 8. Kuna mtu ambaye labda kaenda zake kupiga uraji karudi nyumbani, lakini karudi majira ya saa 7. Nishawahi kushuhudia maeneo ya Dar es Salaam sana kwamba saa 6 ni mwisho wa watu ile kutembea bila yani bila maelekezo maalum, kwamba ukifika saa 6 basi uwe na sababu za wewe kuwepo barabarani kwa wakati huo. Askari anaweza akatambuaje kwamba huyu mtu anazurura, kumtofautisha kati ya mtu ambaye anazurura na mtu ambaye labda anatoka kwenye majukumu yake ya kila siku? Asante. Of course kwa miji, sio tu miji, hata hapa Tabora ukiangalia kwa mfano kuna sehemu ambapo ukifika saa 7 za usiku unakuta kuna watu. Sawa? Lakini pale ambapo yeye anaona kuna viashiria vya uhalifu ndipo atamkamata mtu. Na ndio maana kuna watu wanakesha
wanafanya kazi mpaka asubuhi hawakamatwi. Umeelewa? Pale kutakapokuwa tu na viashiria vya uhalifu ndio pale atakapoweza kumfanya nini? Kumkamata. Nikutolee mfano. Wewe umetoka studio, unatembea zako unaenda nyumbani. Hauna silaha yoyote, you are just walking. Askari akija akikukamata, ukamwambia nimetoka kazini, wapi unafanya kazi, wapi nafanya kazi Tabora FM na saizi ndo nimesign out. Sidhani kama atakukamata. Mpaka pale atakapoona kuna viashiria kwamba vya uvunjifu wa amani au uhalifu ndipo anaweza kukukamata. Na msikilizaji, kuna chochote cha kuongezea? Kuongezea kwa sababu askari kabla hajamkamata mtumiwa ana wajibu wa kumuuliza. Kwa ana wajibu wa kumuuliza ametoka wapi, kama wakili mwenzangu alivyoeleza. Kwa atakapouliza ukaweza kumuelezea vizuri, kweli hautaonekana kwamba ni mzururaji na hautaweza kukamatwa. Kwa sababu kama lesa kama unafanya kazi atakuomba kitambulisho, utampatia. Kama umetoka kwenye biashara zako utamuonyesha kwamba labda una kitambulisho chako cha kazi au na nini. Hivyo vyote haiwezi kumfanya mtu akaonekana amezurura, kwa sababu askari kama askari ana wajibu wa kukuuliza kabla ya kukukamata. Na msikilizaji, hao ni mawakili kutoka ofisi ya mashtaka taifa ambao ipo hapa mkoani Tabora. Wakili Susan Barnabas pamoja na wakili Vivina Rwebangila ambao wamefika hapa kutufahamisha kuhusiana na masuala mazima ya ukamataji wa mtuhumiwa au watuhumiwa. Turejee sasa kwenye swala zima la mtu tuanze na mtu ambaye anakamata, sio? Tuseme tukisema hapa mkamataji, japo inaelezwa kwamba mtu yoyote sijui anaweza kukamata, ila mara nyingi mtu ukisema kukamata mtuhumiwa ni jukumu la jeshi la polisi, sio? Wengi wanaangushia huko. Anayeenda kukamata anapaswa awe na nini hasa kwenye jukumu hili? Kabla ya kueleza anaenda kukamata anafanya nini, kwanza kuna hapo wakili mwenzangu ameweza kueleza kwamba kuna ukamataji wa aina mbili kwenye vikuo, ambapo unaweza kukamata ukiwa na kibali na ukiwa na kibali. Pia kuna watu ambao wanaruhusiwa kutoa vibali, moja wapo ikiwa ni mahakama kupitia mahakimu, ambapo na yenyewe inaelezwa katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai katika kifungu cha 17. Pia mtu mwingine ambaye anaweza kutoa kibali ni katibu kata, pia anaweza kutoa kibali cha ukamataji. Na penyewe inaweza katika sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai katika kifungu cha 13. Pia katibu wa kijiji pia anaweza kutoa kibali. Sasa ni watu gani ambao wanaweza kukamata? Mtu wa kwanza akiwa ni polisi, ambapo na yeye pia inaeleza katika kifungu cha 14 cha makosa ya mwenendo wa makosa ya jinai. Na pale ambapo ataweza, na askari anaruhusiwa kukamata pale anapoona kuna viashiria vya utendaji wa kosa. Anaweza kukamata wewe uliyetenda kosa au mtu mwingine ambaye anahisiwa kushiriki na wewe mtuhumiwa huyo, na anaweza kukamatwa pale inapoonekana kweli kuna viashiria. Mtu mwingine ambaye anaweza kukamata anaweza ni hakimu, pia anaweza kukamata, au wakati mwingine akatoa amri ya mtu kumkamata. Kwa mfano unakuta labda mahakamani kuna mtu ametenda kosa, pale mahakamani mheshimiwa anaweza kutoa amri askari aweze kumkamata mtu huyo kwa kosa hilo. Na hii nalo linaeleza katika kifungu cha 17 na 18 cha mwenendo wa makosa ya jinai. Na mtu mwingine ambaye anaweza kukamata ni mtu yoyote ambaye ataona mtuhumiwa ametenda kosa mbele yake, ametenda lile kosa. Na kisheria inatakiwa kwamba yule mtu anapokuwa amekamata, yani tuseme kama ni jirani au ni mwananchi mwenzake, anatakiwa mapema iwezekanavyo aweze kumfikisha kwenye mamlaka husika. Inaweza kawa kituo cha polisi kilichoko karibu au kwa mtendaji, na atakapofikisha pia kituo cha polisi aweze kuchukuliwa mikononi mwa wananchi na aweze kupelekwa kwenye mamlaka husika. Yaani kwamba ndio tunaruhusiwa kwamba mtu yote kukamata, lakini unapokamata usikae naye, mpeleke kituo cha karibu cha polisi au hata ofisi za mtendaji kwa ajili ya taratibu zingine. Na kwenye baada ya kuwafahamu hao watu, unajua mara nyingi huwa tunaona labda askari anapoenda kukamata labda lazima awe amevalia jezi zake zile, lakini kuna wengine ambao huwa hawaendi na jezi lakini wanaenda na kitambulisho. Kwa mtu wa kawaida kabisa,
kwamba labda ni vitu gani ambavyo mtuhumiwa labda ama mkamataji yule anapaswa aende navyo ili kusudi hata mtuhumiwa na ambaye anatuhumiwa na hilo kosa aamini kweli niko sehemu salama. Kwa sababu sasa hivi unakuta mtu anapokamatwa labda anaweza kukamatwa na wahalifu ambao ni wenyewe kwa wenyewe kule wakawa wamezungukana. Anapokamatwa basi inaonekana labda jeshi la polisi limemkamata. Tunasema sasa hivi amepotea, sio? Amepotezwa na jeshi la polisi ili hali pengine sio wao, ni wao kwa wao ambao ni wahalifu labda wamezungukana kwenye michongo yao huko na mmoja wakamwalesti kinamna kivyao ambavyo wanajua. Ni vitu gani ambavyo askari wa jeshi la polisi akienda kukamata anatakiwa awe navyo ama anatakiwa kuwa kwenye appearance gani wakati anaenda kumkamata mtuhumiwa? Kwa kujibu hilo swali, kwanza kabla askari hajamkamata mtuhumiwa au watuhumiwa, anatakiwa kwanza awe amejihakikisha kwamba kweli hapa kuna viashiria vya utendaji wa kosa. Anatakiwa amejihakikishia. Na askari anapoenda kukamata, hamkamati mtu tu, lazima kwanza ajitambulishe kwake kwamba mimi ndio. Kwanza kuna maaskari ambao unakuta wako kwenye operation anakuwa hajavaa sare, hiyo inaruhusiwa, wanaenda kukamata. Maana sometimes unaweza kukuta wakienda na sare unaweza hata wasipate wahalifu. Na anapokuwa ameenda kwa ajili ya kukamata, pia baada ya kujitambulisha lazima aonyeshe kitambulisho chake ambacho kinamtambulisha kwamba mimi ni askari, na kweli itabidi atoe kile kitambulisho amuonyeshe mtuhumiwa, na pia ampe haki zake kama mtuhumiwa. Na kama atakuwa na kibali pia, kama ni ukamataji wa kibali lazima, na ukamataji wa kibali ni pale ambapo askari anakuwa kabisa amepewa taarifa kwamba kuna mtu fulani katenda kosa sehemu fulani. Kwa hiyo lazima awe na kibali. Lakini kwa mfano kama yuko kwenye operation zake na akawa ameenda yani ndo kakutana na hiyo mtu anadhurura au yuko kwenye uvunjifu wa amani, anaweza akamkamata bila kuwa na kibali. Ila kama ni ukamataji wa kibali lazima awe na kitambulisho, awe na kibali, pia ampe haki zake mtuhumiwa kwamba unakamatwa, tena amueleze kwamba unakamatwa kwa kosa fulani 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 fulani. Lazima hivyo vitu lazima askari amuelezee mtuhumiwa au watuhumiwa. Acha kuongezea wakili Susan. Yeye ameongelea upande wa askari, lakini pia tunakumbuka kuna watu wametajwa hapo kwamba pia wanaweza wakatoa hati za kukamata. Sasa kwa mfano hati ya kukamata imetolewa na katibu wa kijiji au tunasema mtendaji wa kijiji. Yeye mtendaji hawezi moja kwa moja kwenda yeye kukamata. Mara nyingi huwa wanatumia mgambo wa kijiji. Mgambo wa kijiji ndio kuna wale wanakuaga na sare, lakini unakuta muda mwingi wakati labda anatumwa kwenda kufanya hilo jukumu hakuwa katika sare. Atajitambulisha tu kwamba yeye ni mgambo wa kijiji, na sasa hivi wanapewa vitambulisho vingine. Kwa hiyo atajitambulisha na atasema kwa nini anaenda anamkamata yule mtu. Na kama kuna hiyo barua amepewa na mtendaji atamuonyesha kwamba nimekuja kukukamata kwa sababu nimepewa maelekezo na ofisi ya mtendaji kukukamata. Na sasa na ndio ile tunaenda kwamba sheria inasema pale tu ambapo tayari amemkamata anatakiwa afanye haraka amfikishe katika kituo cha polisi. Kwenye hilo, tukibakia hapo kwenye ukamataji, tumemaliza swala zima la vitu gani ambavyo anatakiwa awe navyo, lakini kuna yale matumizi ya nguvu, namna ambavyo mtu anapoenda kumkamata mtu, sio? Mimi huwa naona sometime hata yani sio tu kwamba kwa mtuhumiwa kabisa, hata mtu tunaona pia kwenye filamu zetu hizo unakuta askari kumkamata ni lazima mtu amshike kwa nyuma hivi aonekana kweli, yani yale matumizi kwamba kuna manyanyaso fulani ambayo anayatumia. Kuna ulazima wa kutumia hiyo nguvu ama ni nini ambacho ni kwa namna gani sheria inaruhusu mtuhumiwa aweze kufikishwa katika eneo la usalama kwa maana ya kituo cha polisi? Kwa sheria inavyosema, askari kama askari katika ukamataji wake haruhusiwi kutumia nguvu. Lakini kuna exception, yani tunasema kuna pale ambapo askari anaruhusiwa kutumia nguvu kama mtuhumiwa amekataa kukamatwa au askari anapotaka kumkamata anataka kukimbia au anataka kutoroka, pale askari anaruhusiwa kutumia nguvu. Ila vinginevyo askari haruhusiwi kutumia nguvu yoyote.
Na kuhusiana na hilo swala la kwamba kumshikilia, hiyo kwa kweli sijui. Na mimi ninachojua kwamba watamshikilia, na kama watakuwa na pingu watamfunga ili asiweze kukimbia. Maana unakuta sometimes unakuta askari yuko peke yake, hawezi kuacha hata kumfunga pingu ili mtuhumiwa asiweze kukimbia. Maana ikiwa kama mtuhumiwa anataka kukimbia na askari asitumie nguvu, tutaongeza wahalifu wengi hapa nchini. Kwa hiyo kuna wakati ambapo askari anatakiwa kutumia nguvu kama mtuhumiwa anabishana na askari. Ila kama mtuhumiwa atumii nguvu na yuko akimwambia uko chini ya ulinzi na akajitambulisha kwake, akamuonyesha kitambulisho chake, mtuhumiwa akasema mimi nipo tayari kwenda, askari haruhusiwi kutumia nguvu kabisa. Kuna uwezekano ukaenda kumkamata mtu akakwambia kuna zali moja tunasema kama zali niliona mtaani kwamba askari kaja kumkamata mtu akamwambia tangulia alafu mimi nakuja. Kuna uwezekano huo sheria inaruhusu hayo? Asante. Askari anapokuja kukukamata si amesha kuambia kwamba nimekuja kukamata kwa sababu 1 2 3. Huwezi kumwambia askari tangulia mimi nakuja. Yaani mimi nakususpect wewe ni mhalifu afu unaniambia tangulia nakuja. What if usije ukakimbia? Umeelewa? Yani kimsingi yani hakuna hiyo kwamba tangulia mimi nakuja. Hiyo tangulia kwamba mimi nakuja, hamna mhalifu anayejileta. Yani ni wapo mwingine anaweza akafanya tukio akakimbilia polisi. Lakini ile anakimbilia mpaka azidiwe huku mtaani kwamba maisha yake yako hatarini. Anakimbilia polisi kwa sababu kwanza tunasema anajidefend kwamba jamii inaweza ikamvamia ikampiga. Kwa hiyo anakimbilia polisi kama sehemu ya nini? Ya usalama wake. Lakini askari amekufuata unamwambia tangulia nitakuja. Hiyo ni ngumu sana. Otherwise ni kwamba umekaidi amri ambayo halali ambayo amekupatia. Of which sasa hapo ndo unakuta matumizi ya nguvu yanatokea. Lakini kama askari wana ile kauli mbiu yao tii sheria bila shuruti. Kwamba mimi nimekueleza, tumekubaliana, tumeongozana, hujafungwa pingu, hujafanya nini, tumefika kituo cha polisi. Sijakupiga, sijakufanya nini. Ni kwa sababu umetii kile ambacho tumekwambia. Whether umefanya kosa ama hujafanya, tutajua mbele ya safari. Kwa sababu tunasemaga hamna mtu ambaye amekutwa na hatia kabla ya kusikilizwa. Na msikilizaji, ni mawakili hawa ambao unaendelea kuwasikiliza kwenye kipindi hiki cha Amka na Taa Bora, wakili Susan Barnabas lakini pia wakili Wivina Ulebangila ambao wamefika hapa kutufahamisha kuhusiana ukamataji wa mtuhumiwa au watuhumiwa. Kama ambavyo wametufahamisha, watu ambao wana uwezo wa kutoa warrant wa kukamatwa kwa mtu, na hata mtendaji naye pia anahusika. Kwa hiyo ukiona barua ya mtendaji imeelekezwa wewe ukamatwe, basi ujue jambo liko serious kweli kweli. Lakini kwa sasa una nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0746112235. Uliza swali lako kama una swali, lakini pia kama una mchango wowote kwenye kipindi hiki, kwenye mada hii, basi unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi. Lakini pia unaweza ukapiga simu moja kwa moja kupitia nambari ya simu 0782611178. Piga simu hapo kwa sasa tuweze kuzungumza kuhusiana na mada hii ambayo inahusu ukamataji wa mtuhumiwa au watuhumiwa. Nirejee kwanu pia. Kuna sehemu ambayo nafikiri ni wakili Wivina alizungumza kuhusiana na mtu anapoenda kukamatwa, labda askari anapoenda kumkamata mtuhumiwa, ni lazima labda amueleze labda ni sababu gani ambazo zinamfanya mkamate, lakini pia amueleze haki zake mtuhumiwa, haki zake za msingi. Kwa uchache kabisa labda tunaweza tukazifahamu ni vitu gani ambavyo mtuhumiwa ana haki. Ili hali tunaamini wewe ushatenda kosa, basi umetenda kosa, wewe ni tunakutuhumu kwa kosa hilo. Kwa nini tumueleze haki zake ambazo anapaswa kuzifahamu, na ni zipi haki hizo? Haki hizo ambazo naweza nikatolea, kwanza ni kujua kwamba anakamatwa kwa kosa gani,
Na haki nyingine ni kwamba ile kwamba atamueleza kwamba utafikishwa kituo cha polisi, na ukitofikishwa kituo cha polisi pia una haki ya kuita ndugu, wakili, yani ukaita ndugu, wakili, rafiki kwa ajili ya kuja pale kituoni. Kwa hiyo sana sana ndo hizo haki zake. Pia amueleze ana haki ya mtumiwa, yani kuwa huru kwa ajili ya kwenda kupelekwa kituo cha polisi, kwamba ana haki ya kutokukataa kupelekwa kituo cha polisi. Kwa nini tunamueleza hizi haki zake huyu mtuhumiwa? Okay. Tunamueleza haki zake kwa sababu yule ni mtumiwa na bado hajahukumiwa, kwamba kila mtu ana haki ya kuwa kwamba ni mtu ambaye hajatenda kosa mpaka pale mahakama itakapothibitisha. Kwa hiyo ana haki zile za kuelezwa kwamba yeye kosa hili ameshtakiwa na kosa hili, ana haki ya kuita ndugu kwa sababu bado hajahukumiwa kwamba kweli ametenda kosa la kuiba. Na katiba inasema mtu hawezi kuchukuliwa kama mhalifu kama bado haijathibitisha kama kweli ametenda kosa. Kwa sababu zile inakuwa ni mtu anashtumiwa, yani maana anaitwa mtuhumiwa. Kuongezea hapo ni kwamba tunasema kila mtu ana haki, haijalishi wewe ni mtuhumiwa ama sio mtuhumiwa. Na moja wapo ya haki tunasemaga kila mtu lazima sijui kwa Kiswahili fasaha, ila ngoja niseme tu kwa Kiingereza, everybody should be treated equally, kwamba kila katika mizani sawa. Kuna mizania sawa ya kila mtu kwenye sheria. Haimaanishi kwamba huyu ni mtuhumiwa basi haki zake hazitakiwi kufuatwa. Na ndio maana hata kama ni mwizi mmemkamata, huruhusiwi kumpiga, kumchoma moto. Ukimchoma moto, yeye kosa lake la wizi linasahaulika, wewe unapewa kosa la mauaji. Kwa hiyo tunasema kila mtu haki zake lazima zilindwe kwa mujibu wa katiba. Lakini hapo inachozingatiwa labda ile haki ya kuishi. Kwa maana ukishaua panafutika yote, alafu inafuata kwamba umetoa uhai wa mtu. Ile kuna watu ambao wanakamatwa na vitu kabisa. Kunakuta wananchi wamepatwa hasira, wanamuua, lakini yeye inaonekana kana kwamba hakutenda kosa. Japo hapo sheria napo huwa anajiuliza kwa nini ilitenga vitu hivyo, kwamba mtu amekutwa na kila kitu ambacho amekiba, yani amekutwa anaiba, halafu akikamatwa anaitwa mtuhumiwa, ili hali tayari anaonekana na vitu vyake viko pale. Kukutwa na mali, let's say wewe mwenyewe unaweza ukanunua simu. Ile simu imeibiwa, umekuja wewe mimi nimekuuzia. Wewe ukikutwa na ile mali utaambiwa umekutwa na mali ya wizi. Lakini wewe hata hujui hiyo simu imepatikanaje, lakini unajua tu kwamba mimi bwana nimenunua, nimeilipia 500,000. Mimi nikija moja kwa moja nikasema wewe ndo mwizi wangu, natakiwa nithibitishe kwamba wewe ndio kweli uliyeiba ile simu. Otherwise nikikukuta na wewe nikuhukumu moja kwa moja kwamba wewe ndo ndo mwizi wa hiyo simu. Kwa hiyo ndo maana tunasema sheria iliweka mizania sawa kwa mtuhumiwa na kwa mlalamikaji, kwamba kabla hujathibitisha, kabla huyu mtu hajahukumiwa, lazima tuthibitishe pasipo kuacha shaka yoyote kwamba huyu ndiye aliyetenda kosa hilo. Kwa kuongezea hapo, kwa mtu ambaye sio ameiba wanamchoma, yani katiba yetu hairuhusiwi mtu kujichukulia sheria mkononi. Kwa hiyo yani hiyo sio mtu ameiba, watu wamemchoma, ndio maana mwisho wa siku watu wanakamatwa kwa kosa la mauaji, kwa sababu hamna mtu anayeruhusiwa kujichukulia sheria mkononi. Ndio maana sasa hivi watu wanakuambia ukimkamata mwizi hata kama anaiba, wewe mtriti kama hajaiba, muonyeshe upendo na nini, usimpige. Yeye mwenyewe atajishtukia ni nini hiki ambacho nafanyiwa. Kwa kumalizia, tunaelekea mwishoni mwa kipindi chetu hiki, labda kama kuna chochote kwa ajili ya kuongezea kwenye swala hili la ukamataji, mnaweza mkaongezea. Cha kumalizia, pale ambapo sasa mtuhumiwa au watuhumiwa wamekamatwa na wamefikishwa kituo cha polisi. Anapokuwa amefikishwa, aidha amekamatwa kwa kibali au kutokuwa na kibali,
mtumiwa anatakiwa ndani ya masaa 24 hawa amefikishwa mahakamani anapofikishwa pale mahabusu. Na sheria pia imeendelea kusema katika kifungu cha 132 ambapo inaeleza kwamba kwa mfano kama ni kosa la mauaji, yani makosa ya kusababisha kifo, na penyewe atatakiwa pia na penyewe aweze kufikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo. Na sheria pia imeendelea kusema katika kifungu cha 390 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kwamba pale ambapo mtumiwa amepelekwa pale kituoni na hamna hatua yoyote inachukuliwa, hana haki pia ya kuomba maombi Mahakama Kuu ambayo tunaita habeas corpus kwa ajili ya kuomba kuweza kupelekwa mahakamani. Na maombi haya anaomba dhidi ya kituo cha dhidi ya polisi ili aweze kufikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo. Kuna hilo swala la saa 24. Mara nyingi watu wanasema story mtaani, mtu unakuta anakuambia mimi amefanya kosa labda mtu tunaenda kumkamata Ijumaa jioni ili kusudi alale Ijumaa hiyo, Jumamosi na Jumapili, wakiamini kwamba siku hizi mahakama huwa haifanyi kazi. Pengine kwa sheria hiyo ambayo umezungumza kwamba inatakiwa afikishwe ndani ya masaa 24, kwa nini hizi siku za weekend huwa kunakuwa na muda mrefu huu ambao mtuhumiwa anakaa kituo cha polisi? Sawa. Hizo stories zipo na story hatuwezi kuzuia kutokuwepo. Yaani stories zitaendelea kuwepo kwa sababu kila siku maisha yanaendelea. Haijarishi mtu amekamatwa lini. Lakini exception tunasema kuna kuaga na kitu cha tofauti kinachofanya vitu vingine visiendelee. Sheria ya nchi inatambua Jumamosi na Jumapili sio siku za kufanya kazi, ni siku za mapumziko. Kwa hiyo huwezi kusema mtuhumiwa atapelekwa mahakamani. Lakini kusema kwamba mtu nasema namvizia akamkamate Ijumaa, yani mtu kafanya kosa leo Jumatano, tumvizia akakamatwe Ijumaa, hiyo itakuwa sio haki tu kwa mlalamikaji. Kama Moana anajua kabisa labda anamdai, sio? Anamdai, anasema bwana huyu jamaa mimi nitawaambia polisi akamatwe Ijumaa. Alafu alale tu hizo siku, alafu Jumatatu ndo anaweza akapelekwa mahakamani. Hizo ni notion tu zinazokuepo, lakini kiuhalisia ukienda kuripoti tukio kituo cha polisi, polisi wanatakiwa waifanyie kazi hapo ulipo ripoti. Na kwa kuongezea, kwa mfano hiyo issue ya kukamata Jumamosi, hiyo kuanzia Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, sio kwamba mapolisi wanafanya kwa kudhamiria, ni ile mtu ameenda kuripoti, labda mtu anataka kukimbia, hawezi kusubiria mpaka Jumatatu, lazima mkamate. Na kama ikitokea sasa ni weekend na mtu anatakiwa afikishwe mahakamani ndani ya masaa 24 ambazo ni siku mbili. Sasa ikakamatwa Ijumaa, kwa inabidi Jumamosi, yani siku inayofuata aweze kufikishwa mahakamani. Kwa hiyo katika swala hili inashauriwa kwamba kama kosa linadhaminika, mtumiwa aweze kudhaminiwa aondoke. Kakamatwa usiku sasa. Ndio kakamatwa usiku Ijumaa. Kwa sababu ndani ya masaa 24 kesho yake si Jumamosi, anaweza kwa sababu ana haki ya kuwasiliana na ndugu, wakili au rafiki. Kwa hiyo anaweza kuwasiliana nao kwa ajili ya kuja kumtolea mdhamana. Na kama ni kosa ambalo lidhaminiki, polisi wanashauriwa pia kufanya upelelezi wa haraka ili mtumiwa pia aweze kufikishwa mahakamani. Na mwakili Susan, kwa kutamatisha, labda neno lako kwa wananchi ambao wanakusikiliza kwa sasa. Sawa. Kwa kumalizia, sisi tunatoa wito tu kwa raia kwamba ni kutii sheria, tufuate sheria vile ambavyo inasema, lakini pia askari wanapokuja kukamata usionyeshe tunasema ukinzani. Kwa ile kwa na ubishi. Kuonyesha ubishi. Sababu ukionyesha ubishi ina maana unawapa mazingira yeye magumu ya yeye kutekeleza majukumu yake. Kwa hiyo inabidi atumie nguvu, of which sasa inakuwa sio vizuri zaidi. Kwa hiyo ni rai yetu kwamba wananchi watatii sheria, watafata sheria vile inavyoelekeza, lakini pia hata kama askari atakapomfuata na kumueleza kwamba anamkamata, atatii. Atafika kituo cha polisi, ataelezwa kile ambacho anapaswa kuelezwa na haki itatendeka.